Naam, tuanzie moja kwa moja na taarifa yetu kuu. Kiongozi mkuu wa Iran amesema kuwa taifa hilo litalinda uwezo wake wa nyuklia na makombora kama rasilimali muhimu ya taifa, katika kauli inayojaribu kuweka msimamo mkali, wakati rais wa Marekani Donald Trump akishinikiza kufikiwa kwa makubaliano mapana zaidi ili kuimarisha usitishaji dhaifu wa vita uliodumu kwa takriban wiki tatu. Saumu Njama na mkusanyiko wa taarifa hiyo. Khamenei ameendeleza msimamo wake mkali tangu achukue madaraka kufuatia kuuawa kwa baba yake katika mashambulizi ya angani yaliyoanzisha vita. Katika taarifa iliyoandikwa na kusomwa na mtangazaji wa televisheni ya taifa, Khamenei, ambaye hajaonekana hadharani tangu kuwa kiongozi mkuu, alisema sehemu pekee ambayo Wamarekani wanastahili kuwepo katika Ghuba ya Uajemi ni chini ya maji yake, na kwamba sura mpya inaandikwa katika historia ya eneo hilo. Kauli zake zinakuja wakati sekta ya mafuta ya Iran ikikabiliwa na shinikizo kutokana na mzingiro wa jeshi la wanamaji la Marekani unaozuia meli zake za mafuta kutoka bandarini. Lakini pia uchumi wa dunia uko chini ya shinikizo, wakati Iran inaendelea kushikilia udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, kuna mvutano wa kidiplomasia unaendelea. Iran imependekeza kucheleweshwa mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia, wakati Marekani inasisitiza kuwa moja ya sababu za vita ilikuwa kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Iran inadai mpango wake ni wa amani licha ya kuongeza kiwango cha urutubishaji urani hadi 60%. Huku yakijiri, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito kwa Iran kukaa mezani kwa mazungumzo. Ujumbe wetu ni kwamba Iran lazima ikubali kukaa mezani kwa mazungumzo, lazima iachane na kupoteza muda. Haipaswi tena kuishikilia mateka kanda nzima na hatimaye dunia nzima. Mpango wa kijeshi wa nyuklia wa Iran lazima ukomeshwe. Hakutakiwi kuwa na mashambulizi zaidi dhidi ya Israel na washirika wetu katika eneo hilo. Viongozi wengine wa Iran akiwemo spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf amesema udhibiti wa Iran juu ya mlango wa Hormuz utahakikisha mustakabali usio na uwepo wa Marekani katika eneo hilo. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akisema anapaswa kujikita katika kumaliza vita vya Urusi na Ukraine na kushughulikia changamoto za ndani za Ujerumani badala ya kuingilia juhudi za kukabiliana na kile alichokiita tishio la nyuklia la Iran. Hata hivyo, Pakistan imethibitisha kuwa inaendelea kuratibu mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran na iko tayari pia kusaidia mawasiliano ya moja kwa moja. Naam, tugeukie sasa nchini Mali ambako hali ya usalama inaendelea kuwa tete. Waasi wa Tuareg wanaotaka kujitenga wametangaza azma ya kuangusha utawala wa kijeshi ulioko madarakani, wakisema hatua yao ya awali ni kuimarisha udhibiti wa maeneo ya kaskazini ikiwemo Gao, Timbuktu na Menaka kufuatia mafanikio yao ya hivi karibuni katika eneo la Kidal. Makundi hayo ya waasi yanaripotiwa kushirikiana na baadhi ya vikundi vyenye itikadi kali katika mashambulizi dhidi ya serikali ya kijeshi ambayo imekuwa madarakani kwa takriban miaka mitano. Swali linalojitokeza ni nini hasa kimechochea ongezeko hili la mashambulizi? Je, waasi hao wanataka kufikia malengo gani, na nafasi ya mataifa ya nje hususan Ufaransa inaonekana vipi katika muktadha huu? Maswali haya nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ali Mali, na kwanza nimetaka kujua iwapo waasi hao wanaweza kweli kuondoa utawala wa kijeshi Mali unaongozwa na Assimi Goita. Hilo linawezekana kwa sababu ukitafakari mashambulizi hapa karibuni yalivyokuja na nguvu ambazo walizitumia, ni wazi kwamba kuna mkono ambao unaunga mkono makundi haya, lakini sidhani kwamba madai haya ya kuangusha utawala huo ni madai ambayo yana lengo la kuweka utawala bora nchini Mali. Sidhani, kwa sababu hawajaonyesha wazi sera zao za kidemokrasia na misingi yao ya utawala ambao wao wanaofikiria itakuwa ni haki kwa wanamali wote. Bado wanadai madai ya kidini na bado wanatamka kwamba wanaondoa serikali hii ambayo iliyokuwa. Sasa hatujui kwamba wanaondoa serikali hii ili waweke serikali ya kidini kama yalivyo madai yao na misingi ya mapigano yao, au wanaondoa serikali ya Mali hivi sasa ili waweke demokrasia, jambo ambalo bado
hawajatamka. Maanake hapo awali walisema kwamba wanataka kuimarisha udhibiti wao katika maeneo ya kaskazini, na ikiwa watafanikiwa kudhibiti maeneo hayo ya kaskazini, hatua hiyo unaona inaweza kubadilisha vipi mizani ya nguvu kati ya waasi na serikali ya kijeshi? Kwa kweli ukitizama jiografia ya Mali, upana wa Mali ni nchi kubwa na ina sehemu kubwa kaskazini ambayo yuko jangwani, na sehemu ile pia ina wakazi wengi sana ambao wana asili ya Kiarabu, Watuaregi, wana asili hawa wa kabila la Wapel pia. Kwa hiyo ndio vikundi ambavyo vya makabila hivi vimekusanyika. Kwa hiyo Mali inaweza kuingia katika vita ya kikabila. Kwa hiyo ninadhani kwamba kuitoa serikali ya Mali haiambatanishi na kudhibiti kaskazini mwa Mali, licha ya kuwa wanaweza kufanya ndio ngome yao kuu ili waweze kufika Bamako na kubadilisha serikali. Ndiyo. Sasa jana Jumanne, Bwana Ali Mali, msemaji wa kundi la ukombozi wa Azawad, huyu Mohamed Ramamane, alikuwa mjini Paris akidai kuwa wamepata mafanikio makubwa katika eneo la Kidal. Uwepo wake huko unatathminiwa vipi? Je, kuna msingi wa kuhusisha Ufaransa na hali ya sasa ilivyo huko Mali? Hayo hayana shaka ndugu mtangazaji, hayo hayana shaka, kwa sababu kama nilizungumza mwanzo, bado nguvu za vikundi hivi ambavyo vinashutumiwa ni vya kigaidi, ambavyo vinaaminika ni vya kigaidi, bado wanapata silaha, bado wanapata mafunzo, bado wanapata nguvu, licha ya jumuiya ya kimataifa na nchi kubwa kama Ufaransa na zinginezo kuweza kuonyesha kwamba zinapiga vita vikundi hivi. Kwa hiyo uwazi ni kwamba vikundi hivi vinapewa nguvu na mashirika na nchi za kimataifa ambazo bado zina faida katika nchi za Afrika, jambo ambalo ni la kusikitisha kuona kwamba Waafrika wenyewe bado wanakubali kumwaga damu yao kwa faida za wageni. Waasi hao wa Tuareg wamesema kwamba, ama wametoa wito wakitaka Urusi kuondoa vikosi vyake nchini humo. Urusi imejibu na inasisitiza kwamba itaendelea kubakia Mali ili kupambana na makundi yenye itikadi kali. Je, msimamo huu wa Urusi unaweza kuwa na athari gani katika mzozo huu ambao kwa namna moja au nyingine unahusisha masilahi ya mataifa makubwa? Ni wazi kwamba inaonekana ni Mrusi ambaye alifaidi baada ya Mfaransa kufukuzwa. Kwa hiyo na yeye anaombwa aondoke ili Mfaransa arudi. Kwa hiyo ni vita ya nchi kubwa, uwanja ni nchi za Afrika, lakini vita inayopigana ni hizi nchi kubwa za kimataifa ambazo bado zina mahitaji katika nchi zetu hizo. Mataifa ya Sahel, yani Burkina Faso, Niger na Mali, waliunda muungano wa nchi za Sahel kupambana na makundi yaliyo na itikadi kali, lakini tangu machafuko hayo yatokee hapaja kuwa na hatua yoyote iliyochukuliwa kunusuru utawala wa Goita. Ukimya huu una maana gani? Ukimya huu kwanza unadhihirika kwa uwezo mdogo, sababu kujiunga, licha ya kuwa umoja ni nguvu, lakini pia kama nyinyi wote ni wadhaifu, sidhani kama udhaifu unaweza kuwa umeleta nguvu, kwa sababu nchi zote hizo tatu zilizojiunga ambazo umetaja hapo ni nchi ambazo zote zina mzozo, zinakumbwa na mashambulizi haya ya vikundi vya kigaidi. Kwa hiyo zilijiunga kwa sababu zinachangia matatizo, na sidhani kwamba zilijiunga kwa sababu zina uwezo wa kupambana na matatizo hayo. Nam ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ali Mali akielezea hapo, akitoa tathmini yake kuhusu hali namna ilivyotete huko Mali. Waasi wanapambana na serikali ya Bamako.